Na karibu tena mtazamaji wa Kishki TV. Katika mtazamo hivi sasa tupo kwenye dakika za hekima, mahali ambapo tunazungumzia kuhusiana na mada husika. Kabla ya kwenda kuitazama mada ya siku ya leo, nikukumbushe tena ya kwamba maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara yanaendelea hapa jijini Dar es Salaam Sabasaba pale, na kampuni ya Woiso ipo pale na banda lake lipo kwa ajili ya kuletea vifaa bora vya matumizi kwa wanafunzi wa kisasa, kuanzia mabegi, viatu na bidhaa mbalimbali za shuleni. Vyote vimeandaliwa kwa ubora na kwa mahitaji ya mwanafunzi wa leo. Ubora wa hali ya juu sana, lakini pia wanakukaribisha katika banda lao pale Sabasaba ujionee bidhaa za Woiso na uchague kilicho bora kwa mtoto wako. Usikose nafasi hii ya kupata bidhaa zenye ubora na thamani halisi. Woiso wanakuambia wenyewe wanatengeneza maandalizi bora kwa mafanikio ya mwanafunzi. Sasa turejee katika upande wa mada yetu. Katika siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na uwepo wa bidhaa za nje. Je, zinaathiri bidhaa za ndani? Uwepo wa bidhaa za nje zinaathiri bidhaa za ndani, ndio mada yetu katika siku ya leo. Na bado uko nami Khalid bin Omar, tuko hapa na Abdullahi Mashi pamoja na Mustafa Ismail. Tuanzie kwako Mustafa, uwepo wa biashara bidhaa za nje, wewe unavyodhani kwamba zinaathiri bidhaa ambazo zilizopo hapa nchini? Mimi nadhani zinaathiri na zinaathiri katika pande mbili. Kuna athari ambayo ni chanya na athari ambayo ni hasi. Kuna sababu unapokuwa na bidhaa ambazo zinatoka nje, kitu cha kwanza zinaongeza ushindani wa bidhaa za ndani. Watu ambao wanazalisha bidhaa ambazo pia zinaweza zikatoka nje na kuingia katika nchi yetu, wanapokutana na bidhaa ambazo zimetoka nje, wazalishaji wa ndani, manake inaongeza ushindani kuwa sisi tuzalishe kitu ambacho ni bora zaidi. Lakini pia ili tuzalishe kitu ambacho ni bora, lazima tuone kitu kilichokuwa bora kiko sokoni. Unajua watu ambao wananunua wanazingatia vitu viwili. Wanazingatia ubora wa bidhaa, ubora wa huduma, lakini pia wanazingatia pia bei ya bidhaa au bei ya huduma fulani. Kwa hiyo miongoni mwa athari ambazo ni chanya, zinaongeza ule ushindani wa kutengeneza bidhaa zilizokuwa bora. Kwa mfano, unapoagiza labda godoro kutoka nje ya nchi na kulileta hapa nchini, inawezekana umeliagiza kule au limeingia humu nchini kwa sababu ya ubora wake. Kwa hiyo hata wazalishaji wa ndani wanaweza kutumia ile kama case study ya kutengeneza kitu kilichokuwa bora. Lakini watu huwa wanalinganisha pia bei. Bidhaa nyingi za nje mara nyingi huwa bei yake inakuwa iko cheap sana. Kwa mfano, bidhaa ambazo zinatoka kwa nchi labda kama China vile, vitu vyake vinakuwa cheap sana katika upande wa bei. Sasa vinamfanya ule mnunuzi aangalie kitu ambacho ni cha bei rahisi, ndicho ambacho anaweza kukinunua kuliko cha bei ya juu, kwa sababu ya labda uzalishaji, zile raw materials ambazo zinatengenezewa bidhaa pengine ndani ya nchi, pengine zinapatikana kwa gharama kubwa kuliko nje ya nchi. Kwa hiyo vitu ambavyo vinatoka nje kuingia ndani vinaweza vikawa na athari ya namna hiyo. Lakini pia kitu kingine, vinaweza vikamsababisha au vikasababisha wale wanunuzi sasa wa bidhaa wakawa ni watu ambao wanapata nafasi kubwa ya kufanya selection ya ununuzi wa vitu. Kwa mfano, ukienda katika duka ambalo linauza bidhaa, labda bidhaa hii imetoka China, hii imetoka Makambako, hii labda imetoka Dodoma. Kwa hiyo unapata ule uhuru wa kuweza kuchagua bidhaa. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa athari ambazo zinapelekea zile bidhaa za nje ndani ya nchi, na muathiri pia mpaka yule mtu ambaye ananunua katika kufanya selection ya bidhaa ambayo anatakiwa kununua, kwa sababu ya bei, kwa sababu ya ubora, lakini pia kwa sababu ya ushindani. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikapelekea athari kwa bidhaa ambazo zinatoka nje kuingia ndani ya nchi yetu.
Mashi. Mimi nafikiri kuathiri ama kuto kuathiri itategemea kile ambacho tunakizalisha sisi kama Tanzania kina ubora kwa namna gani kulinganisha na kile ambacho kimetoka nje. Shida ni kwamba kama kuna bidhaa pengine inatoka nje alafu Tanzania hiyo sisi hatuna namna hiyo, inaweza sio shida sana, lakini inapokuja kwamba bidhaa hiyo hiyo ambayo pengine inatoka nje na Tanzania tunaizalisha, hapo kitu kikubwa ambacho kitamata na kufahamu kwamba itaathiri biashara yetu na ndani ama haitoathiri ni ubora wa ile bidhaa. Sisi uwezo wetu na uwezo wa wale ambao kwamba tumeagiza kutoka kwao, hicho ndicho ambacho kitaamua kwamba biashara yetu itaathirika ama haiwezi kuathirika. Ni wazi kwamba wananchi wengi wana namna tatu ama mbili katika kuchagua kununua bidhaa. Kwanza, kuna aina ya watu wao wanaangalia urahisi, bei zao, yani kwamba namudu, hii ni rahisi. Sio wengi ambao wanapima ubora, lakini kuna watu wengine mtu anaangalia ubora. Hata kama kitu ameona ni ghali lakini madhali kwamba kina kiwango, kina ubora, huyo atanunua. Sasa ukipima hii namba baina ya watu ambao wanaangalia ubora na watu ambao wanaangalia urahisi, sijajua mtapata namba ni aina ni kundi lipi unakutana na watu wengi hapa. Lakini kwa wengi ambao ukifikiria wengi ambao wanaangalia sana urahisi ni wengi ambao vipato vyao sio vikubwa sana, ambao hili ndio kundi kubwa sana la watu. Sasa inapokuja issue kwa wale ambao wanaona kwamba kwao biashara yenye bei rahisi ndio kitu ambacho wanatoa kipaumbele katika kununua tofauti na kuangalia ubora, tunaweza kusema inaweza si athiri ikiwa wenzetu bidhaa za nje pengine zina ubora wa hali ya juu katika uzalishaji wao na zina utofauti. Lakini kama kuna watu wanapima, hapana, mimi nitaangalia ubora, na kama bidhaa inatoka nje itakuwa ni bora zaidi kuliko ya ndani, basi itaathiri. Lakini ukija upande wa pili ni hasara ambayo ina faida ndani yake, lazima na sisi kama tunamwona sisi kuzalisha tuwe tayari compete na wenzetu katika ushindani, kwamba kama wao wanazalisha vitu ambavyo viko vizuri na sisi tuhakikishe kwamba tunazalisha vitu ambavyo viko bora vile vile. Na shida nyingine ambayo ipo hapa ni ile imani. Yaani je, Tanzania wenyewe sisi tuna imani na vile vitu vyetu? Leo mtu mwambie bwana hichi kitu kimetoka, hii simu ni kutoka Dubai, shilingi 30,000 au shilingi 300,000. Simu hii hapa katengeneza Mustafa Kariakoo shilingi 300,000. Mtu atanunua wapi? Kwa hiyo unaona kabisa sisi wenyewe imani na vitu vyetu imeondoka. Na hii inawezekana kwa sababu labda tumezoea vitu vya nje, tunaaminisha na tunaviona pengine ni bora kuliko vya kwetu. Lakini sisi tunazo hizo bidhaa za kutosha za kutufanya tuweze kusema kwamba hawa wanaoleta bidhaa kutokea nje vinatuathiri. Yani sisi tuna hizo bidhaa za kutosha kwamba sisi tunao uwezo wa kutengeneza feni, tunao uwezo wa kutengeneza pasi, tunao uwezo wa kutengeneza simu. Hizo bidhaa, kwa mfano viatu tunatengeneza hapa. Je, viatu vyetu na viatu ambavyo vinatoka nje vina quality yake ipi ambayo iko bora? Sisi wenyewe tuko tayari katika eneo hilo? Kishki TV, nuru ya dini yako.